Bwana Yesu asifiwe. Niko mbele zako tena, mtumishi wa Mungu Bahati James, na leo nimekuja na jambo ambalo natamani niweze kushiriki na wewe kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Najua kila mmoja ni kiungo katika kazi ya Bwana, nami nipo katika kutimiza wajibu wangu mbele yako unayesikiliza na kufuatilia. Nitasoma kitabu cha Wakorintho kwanza sura ya 6 mstari wake wa kwanza na wa 6. Japo wewe utasoma wa kwanza hata ule wa 6 ili uweze kuelewa kwa upana. Je, mtu wa kwenu akiwa na dawa juu ya mwenzake asubutu kumshtaki mbele ya wasio haki, wala si mbele ya watakatifu? Lakini mstari wa 6, bali mwashtakiana ndugu kwa ndugu, tena mbele yao wasioamini. Mstari wa 7, basi imekuwa upungufu kwenu kabisa, kwa maana mnashtakiana ninyi kwa ninyi. Maana ni afadhali kudhulumiwa, maana si afadhali kunyang'anywa mali zenu? Nataka niseme kuna jambo ambalo linaendelea katika jamii ya watakatifu ambalo kiukweli halileti ladha katika maisha ya Ukristo. Kukiwa kumetokea changamoto yoyote, kukiwa kumetokea kupishana kwa namna yoyote, kukiwa kumetokea maelewano kupungua baina ya pande mbili, kanisa hata kanisa jingine, mtu au mtu mwingine, mtumishi au mtumishi mwingine, je, ni sahihi sisi kushtakiana mbele ya wasioamini? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kumekuwa na changamoto za watu ambao wameokolewa na Bwana, watumishi wa Mungu, hawashtakiani tu mbele za wasioamini, wanashtakiana mpaka mbele ya mtandao. Nisikilize watu wa Mungu, tukifikia hatua ya kushtakiana mpaka mbele ya mtandao, tunashusha hadhi zetu za utumishi, kana kwamba tumeshindwa kusamehe, tumeshindwa kuwa sambamba, tumeshindwa kutafuta amani na watu wote na huo utakatifu ambao hakuna atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Hivi fikiri kama mimi nimekoseana na mtu huyu, tumepishana, alafu kuna mtu ambaye hakuwepo wakati sisi tunapishana, alafu akakuta mimi nimetoka kwenye mtandao nikaenda kumsema vibaya mtu huyu, na yule mtu niliyekosana naye akatoka akanisema vibaya, na sisi wote ni watumishi. Je, mbele za Mungu tutakuwa tunajenga mwili wa Kristo au tunabomoa? Ndipo Paulo akaandika kwa Wakorintho akianza na swali, je, mtu wa kwenu akiwa na dawa au akiwa na hoja ya mashtakiano, ni sahihi kushtaki mbele ya wasioamini? Je, sisi ni sahihi kutoka na kutangaza mapungufu na madhaifu yetu mbele ya mtandao? Ni kweli tunakosewa sana, ni kweli tunapitia magumu, lakini je, ni sahihi hayo magumu yetu ambayo tunashtakiana au tunakoseana, ni sahihi kuyaweka kwenye media? Watu wa Mungu, swali langu ni hili, je, ni sahihi? Paulo anauliza, je, ni sahihi kushtakiana? Watu wa Mungu, kama sisi hatutaweza kutengeneza, sisi tulio watu wa Mungu ambao tumeitwa na Bwana, tukashindwa kutengeneza sisi kwa sisi tukiwa private mpaka mambo yetu tukayaweka hadharani, ni aibu kubwa sana mbele za Mungu, na tunautukanisha mwili wa Kristo. Na sisi watumishi tutakapoona watu wamefikia hatua ya kushtakiana mpaka kwenye mtandao, watu wakazungumza hisia zao za mapishano, tusifurahi. Jua ni shetani yuko kazini, ni shetani yupo kazini, wala sio Roho Mtakatifu. Na hapo pia ni kipimo mojawapo cha hao watumishi. Kama una Roho Mtakatifu, lazima atakufundisha kunyamaza. Utafundishwa kunyamaza kimya. Ni kweli umekosewa, lakini utajifunza kunyamaza. Kwa hiyo ni aibu na ni kudhalilisha mwili wa Kristo sana. Wa Kristo tunapofikia hatua ya kushtakiana mpaka inafikia hatua ya watu wasio na haki, yani watu wasiookolewa waje wasuluhishe kesi zetu, ni aibu sana mbele za Bwana. Ninasema haya kwa sababu najua huenda haujapitia kwenye hiyo hali, au huenda upo kwenye hiyo hali, unatamani hata uweze kutoka kwenye media uweze kusema, au imekukuta hiyo hali. Nazungumza na watu wote ambao ni jamii ya watu wanaoamini. Kesi zetu sisi zinatakiwa zimalizikie katika Kristo Yesu.
Paulo akasema mstari wa Wakorintho wa kwanza 6:6, bali mwashtakiana ndugu kwa ndugu mbele ya wasioamini. Mstari wa 7, basi imekuwa upungufu kwenu kabisa kwamba mwashtakiana ninyi kwa ninyi. Si afadhali kudhulumiwa? Si afadhali kufedheheshwa? Si afadhali kushtakiwa ukakaa kimya? Inawezekanaje sisi wa Kristo tunaomtumikia Mungu, labda ni nabii, labda ni mtume, labda ni mwinjilisti, labda ni mwimbaji, labda ni mwombaji, labda ni kuhani au kitengo chochote, mzee wa kanisa, shemasi, askofu, mtumishi yeyote kwa nafasi yako, mshirika, inafikiaje tunashtakiana mpaka mbele ya watu wasioamini? Hii ni changamoto ambayo imelikumba kanisa la Bwana. Kwa nini? Kwa sababu tumekosa Roho Mtakatifu. Kama kesi yako haitaisha mbele za Bwana na watumishi wa Mungu, ni heri ukae kimya, umwachie Bwana aliye hakimu wa haki. Unaweza ukaitafuta haki kwa gharama na kwa bidii sana, lakini haki utakayoipata haitokani na Mungu, inatokana na wanadamu, na utakuwa umemkosa Mungu sana, na utaonekana mbele za Mungu haukufaa. Nataka nikwambie, sio kila jambo ambalo linapata kibali mbele za wanadamu na kuonekana ni hekima na Mungu analifurahia na kuona kwamba ni hekima. Hapana, kuna mambo ambayo yanaonekana yametukuka, ni mazuri mbele za wanadamu, lakini mbele za Mungu ni upumbavu kabisa. Ndio maana Mungu anasema nazikataa hekima za wenye hekima, maana mbele zangu ni upumbavu. Kwa hiyo ninakuja mbele zenu, mbele za kanisa takatifu la Mungu ambalo lipo katika majira ya mwisho likijiandaa kunyakuliwa na Yesu Kristo. Imetupasa kuwa na utulivu sana tunapopitia hali ambazo zinaleta migongano au zinaleta sintofahamu baina ya watu wawili. Mtumishi wa Mungu yule yule ambaye unatumiwa na Mungu kunena maneno mazuri ya Bwana, kumwimbia Bwana, kuomba mbele za Bwana, kushauri mbele ya Bwana, alafu mtumishi huyo huyo unainuka kumshtaki mtu hadharani kwa kumtangaza kwa njia ya mtandao. Ni aibu mbele za Bwana. Ninaongea haya nikiwa na huzuni mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kanisa tumemwacha Bwana kwa mbali. Mitume, fikirieni mitume. Stefano anapigwa mawe pasina kosa lolote, anakufa, lakini hakusema neno baya lolote wala hakushtaki. Akasimama pale akasema, Bwana, naona mbingu imefunguka, wasamehe hawa. Yesu Kristo anapigwa, anateswa pale msalabani, anazihakiwa, anatemewa mate, anafanyiwa mabaya, lakini hakufunua kinywa chake kusema. Tujifunze kwa Yesu Kristo. Lakini sisi tumesemwa kidogo au tumezihakiwa kidogo, tunarudi na kulipuka kwenye mtandao kana kwamba kulikuwa kuna bomu tu linasubiria neno moja liweze kulipuka. Kama hatutakuwa kama Yesu Kristo, tusahau kwenda mbinguni. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba kama una changamoto na mtu yeyote, umepishana na mtu yeyote, ni heri siku ya leo sikia hapo ujumbe huu, rudi katafute mapatano, na ndipo uende mbele za Mungu kusema naye Mungu. Hata Yesu alifundisha kwamba una jambo na mtu, kabla ya kuja hata kuweka sadaka yako, rudi ukapatane naye. Watu wa Mungu, hiyo ndio injili ya utakatifu wa nyakati za mwisho kwa ajili ya kuliandaa kanisa. Kwa hiyo changamoto zetu, mapishano yetu, ache yaishie kwetu sisi, si mbele ya watu. Kwa nini? Kwa sababu hayo sio mapenzi ya Mungu. Huo ni mpango wa shetani kuweza kutuingiza kwenye mitego. Na mbaya zaidi, kuna watu wanaingia kwenye kunajisika na kumkosa Mungu kwa maneno kupitia anguko la watu wachache au kupitia migogoro ya watu wachache. Kuna watu wengine wanajibu vibaya, wanatetea upande mmoja bila kujua ukweli uliopo ndani kuhusiana na mgogoro huo. Ni nani yupo kwenye haki, ni nani aliyekosewa? Wengine wanainuka tu juu, hawajui. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, hata ambaye utaona mgogoro wowote, upite, wala usije ukajifanya wewe ni msuluhishi bila kujua chanzo cha mgogoro huo. Unaweza ukaingia kwenye mtego wa shetani na ukamkosa Mungu kwa sababu hiyo.
Huo ni ushauri wangu, na Mungu awabariki sana. Ni mtumishi wa Mungu Bahati James. Mungu awabariki. Shalom, shalom.